Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Au upande wa mwanzo kwamba je, huyu mwenye kufunga shamba hiyo kwa kuzuia watu kupita kwa kuwa hilo ni eneo lake mwenye la shamba, ana dhambi au hana dhambi? Jawabu ni kwamba hana dhambi, bedhali kwamba yeye amefunga eneo lake ambalo ni mipaka yake mwenyewe. Lakini sasa ikiwa mfano baina ya jirani na jirani kwamba hapakuwekwa njia na hakuna sehemu ya kupita isipokuwa hapo, inabidi sasa jirani na jirani hawa watoe sehemu ndogo ya kuweza kupita watu bila kuwatia madhara. Sasa pia kuna baadhi ya wakati unakuta mtaa mzima umefungwa kuta tupu zote, kwa maana hapa hakuna tena haki ya mtu yote kupenya kupita uchochoro japo mdogo. Sasa hili nalo pia linatakiwa liangaliwe katika upana wake, lakini katika mazingira haliuliza huyu muulizaji kwamba itakuwa mwenye kufunga njia ile hana kosa lolote, kwa sababu amefunga kile ambacho ni haki yake mwenyewe. Baki atumia binadamu. Naam. Tayib, ama swala lake la pili ni kwa swala la mfungo tatu, ikiwa mfano mahujaji wa katika ibada ya hija kule na wanafunga siku zao zile 9 kwa mujibu wa swali lake lilivyouliza kwamba ikiwa mwanamke atapata siku zake, je, itakuwaje? Hili swala kwanza kuna mambo mawili. Moja, kwamba je, mahujaji wanatakiwa kufunga siku ya Arafa? Jawabu ni kwamba la yusannu lilhaji au lilhujaji an yasumu yawma Arafa, bal yusannu al-iftaru fi dhalika al-yawm yataqawwa ala dhikrillah. Mahujaji wao si sunna wala haipendezi kwao kufunga siku ya Arafa ukiwa kule Maka. Hujaji maki yuko Maka kule, siku ya Arafa kwake yeye ni sunna kuto kufunga, kwamba asifunge ndio sunna. Lakini tatizo ni kwamba watu tuna hamasa, tunapata tabu sana baadhi ya wakati kuwafahamisha watu. Mtu anakuambia niko Maka, niko si Arafa kweli, hata mimi nafunga hivyo hivyo. Sunna ni kuacha kufunga. Kwa hivyo kufunga Arafa kwa alikuwa hujaji si sunna. Kwa hivyo kichokuwa bora ni kufuata sunna. Kwa hivyo sunna ni kuto kufunga. Kama pale Muzdalifa, Muzdalifa si sehemu ya kufanya qiyamul layli, ni sehemu ya kupita pale, watu wafanye dhikri pale, wapumzike kuelekea siku ya pili katika kupiga mawe katika maeneo yale ya Jamrati pale, kisha waelekea katika tawafu ifadha na mambo mengine mbalimbali. Kuna watu fika Muzdalifa pale anaswali usiku kucha halali. Kati pale hapatakiwi kusali qiyamul layl yoyote. Si sunna kusali qiyamul layl. Sunna pale ni kupumzika. Sasa ndio sunna. Kama mtajihisi kwamba ucha Mungu mkubwa ni kufanya ibada sana, kumbe utaratibu ndio unatakiwa kufanywa na ndio sunna yenyewe. Kwa hivyo mwanamke ambaye yuko kule, yeye siku ya kufunga siku ya Arafa haimhusu, wala mtu hujaji yote haimhusu kufunga Arafa. Anatakiwa siku ya ale anywe na apate nguvu ya kusimama katika kutekeleza ibada ya dhikri katika siku hiyo kubwa, siku ambayo ndio siku kubwa kabisa katika matendo ya hija, al-Hajj Arafa. Lakini pia vile vile kwamba nitoe tambihi katika jambo la pili la mwisho kwamba mwanamke yeyote hakatazwi wala hazuiliki kutekeleza ibada ya hija akiwa katika hali ambayo hana tohara, kwa maana akiwa katika ada yake ya mwezi mfano, au kapata uzazi kajifungua huko mfano, bado hali ile haimzuili kutekeleza matendo ya hija, isipokuwa tu yeye hatofanya tawafu. Kutufu tu ndo harusiki, ama kuwa Mina, piga jamrati zile, kufanya chochote atafanya, mambo yote ya hija anafanya. Atasubiria tu ile tawafu yake ile ambayo itakuwa imekosa, atakuja kutufu wakati wake wa mwisho kabisa kule kabla ya kuondoka. Atakuja kutufu ile tawafu ya siku ya mwezi 10, ataifanya siku yoyote kabla ya kuondoka kwake katika mji mtukufu wa Maka. Sababu ile tawafu ni tawafu ya lazima, ni wajibu utekeleza, bali ni nguzo katika nguzo za mambo haya ya hija. Kwa hivyo atafanya hivyo. Na ikiwa kuna dharura kubwa zaidi pia mpaka imefika siku ya kuondoka bado hajatoharika, basi anaruhusika kujisitiri vizuri, kujihifadhi vizuri, na anaenda kutufu tawafu yake kama ilivyo, na hatomlazimu chochote katika fidia wala chochote, isipokuwa kwamba atekeleze hiyo tawafu japokuwa atakuwa tohara hana. Ikiwa endapo msafara utaondoka kuondoka kule katika mji wa Maka, akahofia kuwa tabaki peke yake au ataachwa, lazima aondoke na watu, kwa hivyo lazima atufu tawafu hiyo. Na fatwa hizi zishatolewa pia rasmi na Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Salim Omar Kaabi. Katika zile fatwa zitolewa katika kila robo ya mwaka, zipo fatwa hizo. Ukiangalia katika mtandao utakuta katika gazeti rasmi la serikali fatwa za hija zimetolewa rasmi.
Haya, mtu wa mwisho nafikiri hapa kuna hukumu ya kutupa taka njiani. Nafikiri huyo kutupa taka njiani ni dhambi na kuondosha taka njiani ni thawabu. Naam, na katika hadithi imekuja kwamba katika moja ya vifungu vya imani kwamba al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba, kwamba imani ina vipengele 60 na au 70 na katika mapokezi imekuja hivyo. Jambo la chini kabisa katika imani ambalo lina daraja kubwa pia nalo ni imatatul adha ani tariqi, ni kuondosha taka katika njia. Kwa hivyo inshallah haya machache natosheleza. Kubwa ni kwamba dhulma ziko aina nyingi sana na kuharibu njia pia ni dhulma. Mungu Allah mtukufu tujalie tuwenye kutenda haki na tuendelee katika kufanya yale kwa mazuri. Wallahu ta'ala alam, wali tawfiq. Asante Sheikh Batashi kwa ufafanuzi huo.